nasi Bwana, nena nasi, tusaidie Bwana. Tunatamani ukazungumze nasi, tunatamani ukatuguse tena. Asante kwa uwepo wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa Roho yako Mtakatifu. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe Bwana. Wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni Mungu Jehova. Baba, asante kwa Roho wako Mtakatifu, asante kwa neema kubwa ambayo umeachilia siku ya leo. Be glorified and be exalted on high. We praise you and we exalt you in the name of Jesus. We pray and believe. Na sote tukaseme amen. Amen. Patia Yesu makofi, sema amen. Sema amen. Hallelujah. Tunashukuru Mungu kwa wale ambao wanatuangalia kupitia social media. Tunawapenda sana, karibuni sana. Hapa ni Soul Harvest Ministry Abundant Life Center Taveta, na tunakuja live na kuleta neno la Mungu mbele zako. Asanteni sana kwa wale wanaojiunga nasi. May the Lord bless you. God bless you also the church. You can sit down as we begin this service, and I believe God will speak to us. God will minister to us. God has a word for us. Asante Bwana Yesu. Oh, we thank God. Leo tunaenda kuongea kuhusu kushinda makwazo. Nitatumia lugha ya Kiswahili. Kushinda makwazo, overcoming offenses. Overcoming offenses. Overcoming offenses. Na tunapoongea kuhusu makwazo ni vitu ambavyo sote tunavipitia kama wanadamu, na hakuna jinsi ambavyo tutaweza kusema kwamba hatuwezi kukwazwa. Tunaanzia hapo kwanza, uelewe ya kwamba we cannot avoid, hatuwezi kukwepa makwazo. Makwazo lazima yatakuja. Sasa tutaanzia katika kitabu cha Luka Mtakatifu, mlango ni ule wa 17, mstari ni ule wa kwanza. Nisomee tafadhali Maina. Luka mlango wa 17, mstari ni ule wa kwanza. Nitasoma. Luka 17 mstari wa kwanza inasema, akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Biblia inasema ya kwamba makwazo hayana budi kuja. Makwazo hayana budi kuja. Kumaanisha hakuna jinsi ambavyo unaweza kukwepa makwazo. Makwazo ni lazima yatakuja kwa maisha mwanadamu. Yesu akawa watahadharisha na kuambia kwamba wajiandae, kwa sababu makwazo ni lazima. Kukwazwa ni lazima. Bwana Yesu asifiwe. Sema kukwazwa ni lazima. Sema makwazo ni lazima yatakuja. Sasa tunapoanza hapo, najua nyote kwa wakati mmoja ama mwingine mumeshawahi kukwazwa. Si kweli? Wangapi wameshawahi kukwazwa? Na wale ambao walipokwazwa kwazika. Hebu nione mkono. Wacheni uongo. Amen. Sawa. Kwa hivyo sote tumeshawahi kukwazwa. Sote tumeshawahi kupitia katika makwazo. Na Biblia inatuambia kwamba hakuna jinsi ambavyo tunaweza kukwepa makwazo. So this life is full of offenses. No matter how good you are. Mnielewe ya kwamba ulimwengu ambao tuko leo ni ulimwengu ambao umejaa makwazo. Kwa hivyo ni lazima ujiandae, ndiposa unapokwazwa usishangae. Na nitasema hivi kimbele ya kwamba to be offended is a choice. Sawa. Kukwazika, kukubali kukwazika ni uamuzi wa mtu. Unaweza kukwazwa
lakini ukatae kukwazika. So nataka uelewe, kukwazika kwako ni maamuzi yako. Hata kama mtu amekukwaza, haimaanishi ya kwamba ni lazima ukwazike. Kwa hivyo unapoona ya kwamba umekwazika, elewa ya kwamba umefanya maamuzi ya wewe kukwazika. Kwa hivyo it doesn't matter how good you are. Nataka upate hii fact ya kwamba makwazo hayana budi kuja kwetu, na haijalishi utakuwa mzuri kiasi gani, makwazo yatakuja. Haijalishi unaongea vizuri kiasi gani, makwazo yatakuja. Haijalishi unajaribu kutokosana na mtu, maana issue hata si kwamba umekosea mtu. Unaweza kukwazwa hata wakati hujakosea mtu. Kwa hivyo no matter how good you are, kwa hivyo hata ukijifanya wewe ni mzuri sana, haimaanishi ya kwamba hutakwazwa. Mnanielewa? Mnanielewa? Kwa hivyo it doesn't matter how good you are. Wanadamu ni wale wale. Hata kama utapeana kila mmoja hapa kanisani milioni moja, mita moja, kila mtu mpe milioni 1, nataka nikukuhakikishie kabla ya Disemba kufika utakwazwa na wengi. Usiniangalie hivyo. Kwa hivyo no matter how good, unajua wanadamu ni waajabu. Hata baada ya kumtendea mambo mema na mazuri, bado anakukwaza. Amen. Kwa hivyo kuwa mzuri haisaidii. Sijasema usiwe mzuri, lakini usiwe mzuri ukitarajia kwamba watu hawatakukasirisha, watu hawatakukosea. You must be ready regardless. Nakwambia hata ukianza kuganyia watu vidole vyako watu wapatie, uone kwamba ndio watakutenda mema, utakata kidole uwapatie na bado watakusema vibaya, bado watakuudhi, bado watakukwaza na umetoa kidole chako. Amen. So I want you to be prepared in your mind ya kwamba haijalishi ni kitu gani unaweza kuwafanyia watu kizuri, lakini bado watakukwaza. Hiyo. Mnanielewa? Lakini maana usipoelewa hiyo utasumbuka. Usikwaze ukaona kana kwamba Mungu amekuacha. Hajakuacha. Mungu yuko na wewe, lakini wanadamu ni wale wale. Wanadamu wana mawazo yao. Kwa hivyo sitarajia ukafanyia kitu kizuri na kesho akakusaliti. Usishangae. Usishangae. Kwanza nataka kusema hivi ya kwamba tunapoongea kuhusu makwazo, wanao tukwaza zaidi, ama kwa nini unaweza kukwazika kirahisi, ni kwa sababu gani unakwazika? You know, offenses become so painful, especially to those people who are close to you. Watu ambao wako karibu na wewe, watu ambao hukudhania wanaweza kukusaliti, watu ambao hukudhania wanaweza kukunena vibaya. Yes. So tunapoongea kuhusu makwazo, usitarajie Muamerika ndio akukwaze, usitarajie South Africa, Uganda akukwaze. Wanaokukwaza ni wale unaoishi nao, walio karibu na wewe, unaopendana nao, watu wako wa karibu, wale wapenzi wako. Yes. Amen. Kwa hivyo unajua, mtu mkiwa hamna relationship yoyote, hamna ukaribu wowote, hata akikukwaza unaweza tu kumcheka ukamwona tu kama mwenda wazimu. Lakini sivyo mke wako, sivyo mume wako, sivyo mtoto wako, sivyo praise and worship member mwenzako, sivyo. Kwa sababu gani? Wako karibu na wewe. Kwa hivyo makwazo yanakuwa na nguvu zaidi, na shetani anajua hii siri. Akitaka kukwaze, hata kukwaza kupitia mtu ambaye atakukwaza na mtu aliye karibu na wewe. Kwa hivyo jipange. Mnaniona mimi? Kama kuna mtu anaweza kuwakwaza ni mimi. Niangalie vizuri. Sema
Huyo aliyekaa kando yako distance ya 1.2, huyo ndio candidate wa kukukwaza. Hebu muangalie, usimwambie kitu, mcheke. Mwambie ndio wewe. Sasa pastor, uko roho ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You need to be prepared. Usione Mungu amekuacha kwa sababu watu wamekukwaza. You need to grow up. Makwazo, Yesu anasema ya kwamba makwazo hayana budi kuja. It doesn't matter how prayerful you are. Oh, the militant rabagada zegede rabada. Piga ndimi zako, ukimaliza utakwazwa. Amen. Oh, nafunga. Funga, Mungu akubariki. Lakini kufunga haitakuzuia kukwazwa. Toa sana. Lakini utatoa na utakwazwa. Utaanza kuambiwa wewe ndio unajifanya, unajifanya. Sema kujifanya. Wewe ndio unajifanya una pesa. Kujifanya. Sasa anayekwambia unajifanya, si naye pia alifanya basi. Kwani amezuiwa? Hapo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Utakuja uoshe kanisa, uone umefanya your best, alafu mwingine anapita, pengine umefuta hata viti, umetarajia viko sawa, anapokuja anaanza hivi. Anapima. Unajua kuna watu wanakipima. Unanielewa? Lakini hakuna siku atachukua kitambaa kufuta kiti. Kwanza akifuta ni chake. Hafuti cha mwingine. Alafu unakwazika. Mimi niosha, ngafuta, hawaoni, nimekwazika. Hiyo kanisa, siendi. Unafaa ujifundishe kushinda makwazo. Maana hiyo ikikuangusha, utaanguka mwaka mzima. Kwa hiyo nataka mkomae ya kwamba mjiandae, mjue ya kwamba makwazo is part of life. Offenses are bound to come. Hata kama malaika alikutokezea, barikiwa. Lakini sikiza, kutokezewa na malaika hakutakuzuia hata usikasirishwe. Wewe ni nani? Ulisikia wapi? Kwamba huwezi kukwazwa? Acha nikuulize, ulisikia wapi? Kwamba huwezi kukwazwa, kwamba huwezi kukasirishwa. Nataka nikwambie ya kwamba they are bound to come. Tumeelewana? Makwazo ni lazima afanye nini? Yaje. It is not a matter of if they will come. It is a matter of when and how you will respond. Jasikiza. Nasema hivi, makwazo si swala la kama yatakuja. Maana tushajua ni lazima yatakuja. Swala ni kwamba ni lini na ni nini utakachofanya utakapokwazwa. Ngeukie mwenzako, mwambie makwazo lazima yaje. Mwambie si swala la kama, ni swala la lini na utakachofanya yanapokuja. Sasa shida iko zaidi jinsi tunavyo respond unapokwazwa. Bwana Yesu asifiwe. The way you handle offense will influence the end result of the offense. Jinsi unavyo handle yale makwazo yataamua jinsi gani utamalizia katika makwazo yote. Kwa sababu makwazo yanaweza kukujenga, makwazo yanaweza kukubomoa. Mnanielewa? And I want to say this, that is one of the commonest weapon that the enemy is using in the church today. Ni silaha mojawapo ambayo shetani ana-utilize maximally. Watu wako makanisani lakini wamebeba makwazo. Kuna watu wako kanisani hapa kwa sababu walikwazwa na ndugu so and so, brother so and so. Hata wakati tushukuru kwamba hii corona watu wasalimiani hivi,
Lakini kama ni salamu, ukiambia salimia jirani yako, akigeuka akiona ni John anapiga hivi, anaenda huko anasalimia wengine. Hawezi kusalimiana na mwingine, hawezi kukaa karibu na mwingine. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu amekwazika, kwa sababu alisema neno ambalo halikukupendeza. Mungu anataka atusaidie ya kwamba makwazo hayana budi kuja, lakini lazima tuyashinde. Hatutaacha kumtumikia Mungu kwa sababu watu wametukwaza. Hatutaacha kumtumikia Mungu kwa sababu watu wametuongea vibaya. You know, people have got their own opinion. Why do you think God gave people minds? Mungu amewapa watu akili, wanaweza kufikiria chochote. We cannot manipulate people to think the way you want. Watu wana opinioni zao, na you can't control them. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo sasa lile swala ya kwamba kwa nini basi makwazo yaje? Kitu cha kwanza, number one, we are imperfect people. Kwa nini makwazo hayana budi kuja? Number one, sisi ni watu ambao hatujakamilika. I think the only place ambapo kutakuwa kuna makwazo ni mbinguni. Kwa sababu tukifika mbinguni tutakuwa tumekamilika. Lakini katika ulimwengu ambao tuko leo, sisi ni wanadamu walio dhaifu. Sisi ni wanadamu ambao tumepungukiwa. Sisi ni wanadamu ambao hatujakamilika. Na ile hali ya sisi kutokamilika, ile hali ya sisi kuwa na upungufu, ndio inafanya kwamba tunaweza kukwazika, na ndio inayofanya ya kwamba wewe unaweza kukwaza mwingine. So remember this. Wakati makwazo yanapokuja, it's a reminder that you are imperfect. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo usitarajie unaishi katika ulimwengu na malaika. Hello. I'm not an angel. Na tutasoma kwa Biblia uone hata Yesu, wanafunzi wake kuna wakati walikwazika na yeye. Unafikiri ni wewe? Hata wanafunzi walikwazika. Hujasoma andiko. Wakati ule Yohana amekwazika, mbatizaji. Yeye ndio amembaptize Yesu. Yeye ndio alikuwa kiongozi, akamwasha, akaintroduce ministry ya Yesu. Akasema huyu ndio yule Mungu aliyenionyesha ni mkuu, na akasema everything. Na akasema hata viatu vyake siwezi kuvifungua. Watu wakapiga makofi. Huyu ni mpakwa mafuta, na alikuwa kama shahidi wakati mbingu ikifunguka baada ya kubatiza Yesu. Roho Mtakatifu akashuka, na Mungu akasema huyu ni mwanangu ninayependezwa naye, msikilizeni. Kwa hivyo Yohana alikuwa ni shahidi, alisikia sauti. Wananchi, mikutano walisikia kwamba Mungu amenena kuhusu Yesu. Na si akasema huyu Mungu alikuwa anasema amemwambia shuhudia na kuja. Lakini wakati Yohana ameshikwa, amewekwa kibanoni, amewekwa jela, kwa mawazo yake alikuwa anafikiria huyu Yesu, maana nimemleta, anafaa aje amsaidie. Lakini Yesu anaendelea kupiga gospel. Yohana anapigwa viboko, anakula maharagwe jela, anasikia uko nje Yesu amefufua watu, viwete wanatembea, vipofu wanaona. Hakashindwa kumwelewa Yesu. Yesu, inakuaje tena unaniacha? Badala ungeachilia muujiza nitokelezee. Biblia inasema ya kwamba Yohana alikwazika. Na alipokwazika, angalia hiyo story anasemaje? Anasema, hebu nendeni kwa Yesu mkamuulize ni yeye ambaye alikuwa aje ama tungojee mwingine. Makwazo. Sema makwazo. Makwazo.
Sikiza, nakwambia leo naweza kupashapasha mtu joto, wewe ni kiongozi, wako juu sana, wacha ukwazwe, utageuka, utalikuta nani sio wewe. Sasa wana mpuzi yule, mjinga yule, ana kitu. I'm speaking to you. Yaani watu wanaenda na ni season, wewe inategemea hali ikoje. Maana Yohana amegeuka. Niendo ameshuhudia, kaambia watu kuhusu Yesu. Na akawaambia nini? Unakumbuka maneno Yohana aliyosema? Akasema huyu ndiye mwana wa kondoo wa Mungu aondoaye dhambi. Nani aliyesema? Nani aliyesema? Sasa hivi tena nasema, hebu muulizeni, maana naona hata SMS yangu hareply. Nimemtumia please call me, harespond. Reverse call. Na Mungu atusaidie, kuna watu wanapenda reverse call. Hizo simu hapana. Unapigiwa simu ukishika unasikia reverse call. Anapiga simu reverse call. Yesu akakataa kupiga. Akakataa credit yake isitumike. Akaambia nendeni mumuulize ni yeye ama tungojee mwingine. Sikiza, kwa sababu ya makwazo, attitude za watu hubadilika. Watu ambao walikuwa sweetheart, mpenzi, inageuka anakuwa malimao, pilipili. I'm telling you, mtu akikwazika suddenly kile alichokuwa naamini kukuhusu kinapotea. Ndio ujue wanadamu walivyo fake. Ndio nimekwambia makwazo hayana budi kuja. Ujipange. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyo leo atakupigia makofi. Kesho yeye ndo anaenda kurokota jiwe. Afanye kifanye wanadamu. So kwa nini tunakwazika na tunakwaza watu? Ni kwa sababu sisi ni wanadamu ambao hatujakamilika. Na kama unangoja wanadamu waliokamilika, utasubiri sana. There are no perfect human beings, and that is the reality of life. As much tunaishi vizuri, tunajaribu, lakini usisahau hii element. Because nimechunguza nikakuta wakati tunaona kunakuwa na issue ya makwazo is because of the expectations. Matarajio yetu. Nilitarajia Mama Mkimbo nikikununulia karinda tutapatana vizuri, hatutawahi kukosana, hutanisema vibaya. Nilifikiri nikikupatia ungangano 2 na sukari hatutawahi kukosana. Lakini leo umeniongea vibaya, nashindwa kukuelewa. Sikununulia sukari, nilikupatia karinda. So expectations. What are your expectations to your husband? Matarajio yako kwa mume wako ni nini? Matarajio yako kwa mke wako ni nini? Matarajio yako kwa watoto wako ni nini? Maana matarajio yasipotimia, kuna uwezekano mkubwa ya wewe kukwazika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naambia una kitu chako, ama kama ni wedding kako na kuna kamchako unafanya, umewaambia kwambia sijali, tuko pamoja bwana, tuko pamoja mazee, wewe niweke kwa komiti, wewe hatuwezi kukubwaga wewe. Hao ulikuwa unatarajia na walikuambia wako na wewe, ndio hao shida hata kutoa pesa. Na ukisikia kula anaposema kwa nini tunalazimisha, kwa nini lazima tutoe? Watu ni wajabu. Sema watu. Very imperfect people. So afadhali uondoe macho yako kwa watu. Hata Biblia inasema Yesu alijua wanadamu jinsi walivyo. Haleluya. Usione wewe, hiyo lelele ndio inaweza kuwa kama kisu.
So nataka nikuondoe focus yako kwa watu. People will disappoint you. Hao wanaosema wanakupenda, hao ndio kesho watakuongea vibaya. Hao ambao umewaona ukawa trust ya kwamba ndio prayer partners, sema prayer partners, intercessors. Unaenda kushare naye, unampa mzigo wa yale unayopitia kwa ndoa yako. Ngojea soko Wednesday. Unashindwa, habari ziko sokoni. Mama fulani walipambana na mume wake nyumbani, alipigwa rungu na ile unaitwa unyo ama nini, usimuone hati vile wapi. Yaani mtu ambao hutarajii. Ulimwambia ili asimame na wewe kwa maombi, ulimwambia maana ulidhani atakuombea, lakini anachukua sasa, anatumia kama mawe kukupiga. It's a reminder, human beings are imperfect. Mnashangaa kwani wangapi uliwaambia mambo yako ukasikia ashafika sokoni na ulishindwa? Na ukiangalia ni nani nilimwambia? Ni mama Tia. Kuna mtu mmoja nilimwambia na sokoni imefikaje? Na kutana hasiwe Bwana, hasiwe Yesu, haleluya. Nazidi kukuombea jamani, Mungu akutie nguvu jamani. Haleluya, atakuonekania. Tutaendelea kuingia katika mfungo, tutaendelea kukuombea mfungo. Na mwenyewe amekula mandazi 10 asubuhi na mbazi. Hakuna chochote anachokuombea. It's a reminder that human beings are imperfect. Sikiza, huu ulimwengu tunayoishi, tusitafute watu waliokamilika. Ni kwamba ujue hawajakamilika na ujifundishe kukaa na wao. Amen. Yes, makofi. Sema, huku duniani hakuna wanadamu waliokamilika. Nitakachofanya, nitajifundisha jinsi ya kukaa nao. Unavunja na sambaratisha. Hata ukivunja, hata ukisambaratisha, utakwazwa. Bwana asifiwe. Tena ajabu, wakati ndio unasambaratisha na ndio umeingia kwa warfare, ndio kama umechokoza. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So number 1, wanadamu hawajakamilika. And that's why tunaweza kukasirishwa, tunaweza kukosewa. Watu ambao hatuwatarajii, viongozi, watu ambao na waheshimu, kuna mambo wanaweza kukwambia hukutarajia yanaweza kutoka kwao. Wangapi wanajua hiyo? Wangapi washaambiwa maneno na watu ambao wamekuwa wakiwaheshimu na watu ambao wakiwaona ni watu wa maana, walipoambiwa hayo maneno hawakuwa wametarajia? Hebu nyosha mkono. It's a reminder, they are human beings. Ni wanadamu. Don't put pressure on them, please. Mnanielewa? Nataka umakinike, ndio kesho usikose kuja kanisani kwa sababu ya mama Noni hiyo, kwa sababu ya ndugu Noni hiyo. Elewa, they are perfect. They need God. Wakati tunapotambua sisi ni wanyonge, sisi hatujakamilika, inatusukuma tumtafute Mungu aliyekamilika. The only way we can reach perfection is to focus on Him who is perfect. Jinsi pekee yake ambayo tunaweza kukamilika ni kumtazama yule ambaye amekamilika. Number 2, kwa nini makwazo yako leo? It is because people differ in opinions, ideas and perception. People differ in opinion, they differ in ideas, in perception. Sote sisi wanadamu hatufanani. Jinsi mwekani unapofikiria na kuwaza ni tofauti. Pengine mama Mtenda jinsi anavyofikirianga na kuelewa mambo. Umeelewa? Ndio maana utakuta kwamba kuna neno unaweza kumwambia mtu kwake yeye akatafsiri ya kwamba umemtukana.
kwake yeye akatafsiri ni madharau, lakini neno lile lile unaweza kumwambia mtu mwingine na likawa si neno baya. Are we together? Kwa hivyo kinachofanya pia makwazo yawepo ni kwa sababu sote hatuna mawazo mamoja, tunafikiria tofauti, tunafikira tofauti, tuko na opinion tofauti, na saa ingine kitu ninachopenda mimi si kitu wewe unachopenda. Unajua kuna watu ambao unaweza kujoke nao kirahisi. Okay, ndugu yetu Abuya ametuambia anapenda jokes. Na kuna watu hawana shida na jokes, wanaweza kucheka wakafurahia. Lakini hizo jokes zake, kuna mtu anaweza kujoke tu kujoke. Ukajuta kwa nini hata ulianzisha hiyo joke. True or false? Yaani huyu mchezo tu hivi tu ulikuwa tu ni mzaa, lakini imekuwa serious issue. Ulisema kwani ulikuwa unafikiriaje? Ambe asamanta. Mimi hata nilikuwa tu ni jokes. I was not serious. Usiseme hivyo. Ulikuwa serious. So kitu ninachojaribu kuleta ni kwamba kwa nini makwazo yapo na tunakwazika? Ni kwa sababu hatufikirii sawa. Kuna watu hawataki jokes, hawataki mizima. Hebu nione wangapi wapendi jokes hapa? Tufunge macho. Wangapi wapendi jokes? Hawapendi jokes. Wewe. Hebu wangapi hawapendi jokes? Kuna jokes na jokes. Kuna jokes na jokes. Sasa sijui ni zipi hizo. Maybe atatuelezea siku nyingine. Amen. Okay, wangapi wanapenda jokes? Hapa unaona vile watu angalau wao wanaamua, watu hawainui, hawako kwenye jokes na hawako kule. Sasa sijui wako wapi. Okay, sawa. Sasa kile kitu nasema ni kwamba sometimes inategemea mtu mwenyewe. Okay, nasema zile jokes ambazo si kwamba ati ni mbaya. Yaani hata mtu akikwambia hata unashindwa, sasa unajamu nini? Hii ndio kitu inakujamisha. Are you serious? Yaani hata unacheka, mama uko hii ndio inakufanya unazusha. Umeelewa? It's about opinion. Idea zetu, vile tunafikiria hatuko sawa. Na ndio hapo basi tunakuja kwa kile kipengele wakati tunakwambia ni opinion. Inategemea pia mazingira pale ulikulia. Pengine ulikulia mahali hakuna jokes. Maeneo yale ya kwenu huko hakuna jokes. Mmezoea watu wa serious. Mbona mnacheka? Kuna maeneo ambayo ni watu serious tu yako. Sasa unaona, ndio uelewe hivi nikisema ujifundishe kuishi na watu ni kwamba kwa sababu hatufanani, utarajie kukasirishwa na kukosewa na kukwazwa. Usitaki watu wakae kama wewe, wafanane kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. You know sometimes kuna wengine wana force kila mtu mkae kama mimi. Haiwezekani. Usiniangalie. Siwezi kukaa vile unataka. Opinion zako haziwezi kuwa zangu. Sawa So hiyo inatufanya we are easily tunakwazika. Maana si kitu unatarajia, lakini huyu mwingine yeye yuko sawa, hana shida. Sasa hiyo inatuleta katika point ya kwamba kuna two categories of offenses. Kuna aina mbili ya makwazo. Sema aina mbili za makwazo. Sema aina mbili za makwazo. Number 1 ninaita genuine. Genuine ni makwazo ambayo ni ya kikweli. Na ninaposema genuine namaanisha hivi ya kwamba actually an offense has been done. The person truly wronged you. Kuna ile makwazo yenyewe mtu alikosea. Sawa? Hii ni genuine. Yaani kwa kweli umekwaza kweli kabisa, tukiangalia alichokukwaza nacho ni kweli alikukosea.
Tuko pamoja? It's a genuine offense. Aliyekukosea amefanya makosa, genuine offense. Alafu type ya pili ni ile tunaita perceived offense. Haya ni makwazo ambayo yanatokana na mtazamo wetu. Kikweli ukifuatilizia jambo lililofanyiwa halipaswi kukukwaza, lakini unakwazika kwa sababu ya interpretation yako, tafsiri yako ya kile ulichofanyiwa. Lakini tukija hata kesi, tukiangalia hiyo kesi, tunaona there's nothing to argue. Hakuna hajakosea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa? Kwa hivyo si makwazo yote ti watu wanakwazika ni genuine. Mengine si makwazo ya kweli, yanatokana na mtu mwenyewe anavyotafsiri. Kwa sababu mtu akiwa na shida zake anaweza kutafsiri makosa. Kwa mfano, mtu akiwa na shida ya kukataliwa, ama mtu ambaye anajichukia ama anajidharau, mtu kama huyo, kuna maneno anapofanyiwa ama anayoambiwa yanaweza kumfanya akasirike na kwazike. Maana unachokifanya kwake yeye anatafsiri kama umemdharau. Sikiza. Kuna mtu ukimwalika saa hizi umpeleke Triple J ama umpeleke Chalo Hotel, umnunulie kuku na chips, atafurahi na ata-appreciate. Na kwambie Mungu akubariki sana. Kuna mtu ukimpeleka, kwanza kwenda pia inategemea, lakini hata kama ataenda na akuli, unajua ile chakula, lakini tafsiri yake ataondoka akisema ya kwamba yule ndugu ni madharau, ananionyesha mimi sina pesa, ananionyesha mimi siwezi kujinunulia chips. Kwani ananionaje? Mimi ni mtu wa kusaidiwa, mimi ni mtu wa kupelekwa hotelini kula chips na chicken. Perceived offenses. Tunaelewana? Yaani si genuine. Kuna ubaya kweli mtu kula chips na chicken, na pengine ni roho safi, umeamua tu kumnunulia, wala si kwamba ulikuwa unamdharau, wala si kwamba ulikuwa unamuonyesha hana pesa. Umesikia tu kuwa baraka kwake, lakini kwa sababu alikuwa na mashaka na matatizo, anainterpret najua ameambiwa na mama Sofia ndio aje nionyeshe madharau. Najua wananionanga mimi sina pesa, hata siendi. Mbona mmenyamaza? Hello. So perceived offenses zinatokana na mtu mwenyewe, jinsi anavyotafsiri mambo. Kwa hivyo Mungu atusamehe, maana si kila makwazo mmekuwa nayo ni genuine. Mengine unahitaji Mungu akusaidie. Mgeukie mwenzako mwambie Mungu akusaidie. Mara nyingine umekuwa ukikwazika bure bila sababu maalum. Sometimes because umeassume pengine kile kitu mtu alikufanyia hakuwa anamaanisha hivyo, lakini wewe ukainterpret ndio hivyo. Assumption, sema assumption. Sasa ingine ungetaka kujua mtu alifanya vile akimaanisha nini. Stop assuming. Stop assuming. Alikuwa anamaanisha nini? Maana ukiwa una matatizo kule unaona unaona ananichukia, unaona ananichukia. Umeona mama fulani na fulani, na kwa akili yako umejua kwamba hawa mama ama unaonanga hawakupendaki, na unashuku huwa wanakuongeanga. Sasa ukiwapita kwenye kona fulani, uwapate wawili wakiwa wanacheka wakinong'onezeana, utafikiria nini?
Utafikiria unafanya nini? Anamsengenya. Na utatoka hapo na utasema hata siwasalimii tena, na huko Solo Harvest siendi. Huko Solo Harvest siendi. Maana unaona walikuwa wananisema, walikuwa wananicheka, ni mimi. Who told you that? Does it mean tukicheka tukinong'onezeana ni wewe tunakuongea? Niulize swali. Kwani kucheka ni dhambi? So why are you so insecure? Ngeukie mtu mwambie, kwa nini unakosa usalama? You feel so insecure. Una shida. Mwambie uko na shida wewe. Problem. Watu waambiane. Hebu ngeukie mwambie uko na shida. Kwa hiyo tumeona type ya pili ni ile passive. Si ile genuine. Umekazika kwa sababu ya jinsi ya tafsiri yako wakati kupaswa kukwazika. Ndio ajabu mtu anaweza kusimama hapa aseme kitu general, na wengine wakafurahia wakasema haleluya, amen, amen. Kuna wengine watatoka hapo waende nyumbani, akae chini achambue kama karanga hiyo statement, hayo maneno mchungaji aliyosema alikuwa na maanisha nini? Kwa nini alisema hivyo? Hadi kuna watu wanasifiwa. Alisema kimaanisha nini? It was just a simple statement, but imekuwa magnified, imekuwa kubwa mno mpaka mtu anakaa usiku anakosa usingizi. Najua tu alikuwa ananilenga mimi. Kuna mtu alimwambia. Hakuna mtu ameniambia. Kwani unafikiria ni mpaka mtu aniambie ndo? Mimi si opinion ya watu. Mimi ni mtumishi wa Bwana. Natoa mfano. Kuna maneno Mungu atanipa niyaseme, hata mimi sielewi kwa nini nayasema, ni kwa ajili ya wewe kusaidika. So acha kuanalyze mno. Bwana Yesu asifiwe. Usikwazike kwa sababu ya mambo ambayo uelewe pia shetani anakutafuta. Na hiyo ndio shetani anautumia. Ili neno makwazo katika lugha ya Kiyunani, Greek word, ilikuwa inaitwa skandilon. Skandilon ilimaanisha hivi, ni ile sehemu ambayo kunaekwaga mtego. Mnajua panya? Mnajua panya? Mnajua mitego ya panya? Kuna ile sehemu ama hata ile samaki. Nani anajua ile kitu ya kuvua? Inaitwa nini? Ndoano. Katika ile ndoano kuwa kuna kale kadude pale kana nini? Mshaona? Lakini ili uvue samaki, ukitupa ile peke yake waone ile shindano, hakuna samaki atakaribia. Lakini wanachofanya ili wamkamate samaki, katika kale kadude wanaekaga nini? Chambo. Sema chambo. Chambo ni bait. Wanakuwekea pale ndio akinini hii, baadaye anakushtuka kwamba si chakula peke yake, kulikuwa kuna zaidi ya hiyo, anakamatwa. Hata panya ile mtego, kwa mfano wewe unamsetia samaki, panya anapokuja kwa mtego, si achana na hii sumu rata. Si mnajua kuna ile mitego ya zamani ya panya? Si mnajua? Pale mahali una set alafu unaweka kasamaki. Na ukigusa hivi, hata wewe ukiwa hujaweka kidole vizuri, kitakamata. Kweli ama uongo? Sasa panya anapokuja kwa ule mtego, akiangalia yeye haoni ule mtego. Anaona nini? Anaona nini? Ama kama ni nyama, anaona nini? Nyama. Akicheki anaona kanyama. Sasa hajui katika ile nyama ndio mtego huko. Akija akikamata nyama, anakamata. Sasa neno makwazo katika lugha ya Kiyunani lilitumika kusimamia ile kale kamtego. Umenipata? Kwa hivyo kinachosemekana ni hichi ya kwamba
unapopata makwazo uelewe ni mtego umewekewa, na wengi wamenaswa katika mtego wa makwazo. Maana inaanza kama kukosewa hivyo tu, mtu tu anarusha neno, baadaye unakuta urafiki unaisha, baadaye unakuta ushirika unaisha, baadaye unakuta hata yule mtu hutaki kumuona tena, baadaye unakuta uchungu umeingia ndani yako, baadaye unaumwa sana ukimuona yule mtu, kwa sababu makwazo yanapokuja hayaji kama mtego, yanakuja kwamba una haki, amekuongelea vibaya, kwani anafikiriaje, anakuonaje kwani. Lakini katikati ya makwazo kuna mtego. Mgeukie mwenzako mwambie, katikati ya makwazo kuna mtego. Mwambie chunga usinaswe. Kwa hivyo makwazo yanapokuja maishani mwa mwanadamu, in other words, unatafutwa kunaswa. And let me tell you, there are destinies of people that have been destroyed just only because of one offense. Mungu atusamehe. Kuna hatima za watu zimeharibika kwa sababu tu ya kwazo moja peke yake. Kuna destiny helpers, wasaidizi wa hatima ambao Mungu alikuunganisha nao, ambao Mungu aliwaleta kwako, lakini kwa sababu tu ya makwazo ukaharibu hiyo relationship, ukaachana nao, na leo unasota just because ya makwazo, and you have missed your destiny helper. Unajua saa ingine lazima tupitie katika majaribu. Destiny helper hata kuja kwambia mimi ndio destiny helpers wako. Sometimes they come in a way that we don't accept. Anaweza kuwa hakai vile unataka, hatembei vile unataka, lakini ako na kitu unachohitaji. Hamjanisikiza? Destiny helpers, they will not come in your own style. Na hapo ndio mtihani. Mungu akusaidie. Wanatumwanga kwa jinsi ambavyo saa ingine utarajii. Sasa kama wewe uko na shida kwa mfano na watu weusi, wewe unataka tu weupe tu, maji ya kunde for example. Alafu Mungu ameamua kukutumia destiny helper, lakini ni mdaka kama Msudani. Utadu. Uko na issue. Unajua kuna watu wanaishi na colors. Kuna watu wanaishi na height. Hii mambo ya watu wapendaka watu warefu. Sasa kama wewe unataka watu warefu, akija mfupi ushakwazika. Wewe kwisha, ushaenda na maji. I can tell you today, mambo mengine yanayokwaza watu hapa ukiambiwa utacheka mpaka uanguke. Yaani ukiuliza umekwazika nini kimekukwaza? Utaanza kucheka mpaka uanguke chini. Yaani mambo vingine hata jamani, are you serious? Yaani ukakwazika. Lewazika. Leo wengine waniangalia kwa macho, anaangalia chini. Kwa nini ni mbaya? Halo? Hebu mpatie Yesu makofi basi. Kuna watu leo ni kuangalia wanaangalia chini. Kuangalia wanaangalia chini. Sasa sijui nimekukwaza. Kwa hivyo nimesema hivi ya kwamba lazima ujiangalie. Je, makwazo ambayo uko nayo ni genuine? Ama ni ile umeamua tu kwa akili zako ukaona nakukwaza. Si makwazo yote ni ya haki. Kuna mengine wewe ndio uko na shida. Hakuna mtu amekukosea, hakuna mtu amekuongelea vibaya, hakuna mtu amekuwazia mabaya, uko na shida zako. Niangalie vizuri. Sema pastor, nimesikia. Sauti nataka kusikia. Pastor, nimesikia. Kukwazika kwingine wenye walionikwaza hawana shida. Mimi vile unavyoniona
ndio nina shida. Yesu nisaidie. Bwana Yesu asifiwe. So si kila makwazo ati ni ya kweli, hapana. Kuna mengine watu wanakwazika na vitu vya kijinga, yani kijinga. Do you know, kuna watu wanaweza kukwazika tu kwa sababu ya hii uniform ya praise. Vile leo wamevaa, sisi tunasema wamekuwa smart. Mwingine anadai, sasa traje gani hiyo? Yellow na black. Ni kala gani hiyo? Umenaswa. Sema umenaswa. Naswa. Ndio ajabu, usione kila mtu ana celebrate. Hati hiyo praise hiyo vile JB ameng'ara na hiyo. Not everybody is celebrating. Kuna watu watasema, na hawa watu kwani walikuwa hajui kuchagua rangi. So ingechagua light blue na pink. JB mlikosa rangi. Kwani nini? Na ni material gani? Kuna material bwana. Hizi material nzuri. Hii ni fake ya China. Kuna material bwana. Mbona hujanunua wewe? Yaani kuna mtu anaweza kukuonyesha, akakutoanisha, akakuonyesha hichi kitu umefanya ni kibaya na yeye mwenyewe hawezi kununua. Sijui kama ushakutana na watu hao. Ni fundi gani yule mwashoni? Hebu geuka. Hebu fanya hivi. Kwani ufundi ukoje? Achana naye. Makwazo. Sema makwazo. Makwazo. Wacha niulize. Wangapi hawajafurahia vile wamevaa leo hapa? Katika ulimwengu wa roho naona mikono. You know, because of the opinions. Kuna watu kulingana na mazingira yao na kukua kwao. Let me tell you. Mimi si mwanamke, lakini unajua colors zina messages. Si wanasema sini Abuya, si wanasema sini color blind. Lakini kwa ladies rangi kuna lugha inamaanisha. Kwa hivyo kuna watu wamepata ujumbe tofauti hapa. Hiyo nguo umevaa mikali, kuna mwingine ametoka na ujumbe tofauti. Ama colors ziko na message ama hazina? Nasikiza, kuna ile message standard ambayo tunakubali kwamba blue inamaanisha hivi. Lakini utashangaa kwa mwingine kala gani inaongea peace, amani, white. But do you know, kwa sababu ya shida ya mtu, kuna mwingine kala white si peace, ni war. Usinyang'anie. Opinion, ideas and perception. Kwake white, kwanza atahakikisha nyumbani kwake hana nguo nyeupe. Kuna watu okay, samahani lakini si hapo. Kuna watu hawanaga nguo rangi fulani kama white kwa sababu fulani. Akivaa ile nguo nyeupe anajiassociate na event ambayo haikuwa nzuri, ama aliinterpret kwa ubaya, ama ilimuumiza. Kwa hivyo anasema ni vitu vyeupe sivai. Sasa mtu kama huyo akikwazika utamwambia nini? Kwa hivyo hii utaachana kuvaa na yellow ndio kashone white. Praise white tu. Hiyo maana kwa mfano. So what I'm saying is that makwazo yanategemea. They can be genuine or perceived. Ni Mungu akusaidie. Usije ukawa unakwazika na kubeba watu moyoni pasipo sababu. Because unapokwazika unawabeba watu moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 24 mstari wa 10. Biblia inasema nini? Some. Mathayo 24 mstari wa 10. Tasoma. Inasema ndipo wengi watakapojikwaa nao watasalitiana na kuchukiana. Sasa Kiingereza inasema many will be offended. Many will be offended. Wengi watakwazika. Kwa hivyo siku za mwisho, Biblia inaelezea kuhusu nyakati za mwisho.
Kwa hivyo nyakati tunazoishi ni nyakati ambazo ziko na makwazo mengi. Ukienda sokoni kuna makwazo, ukikaa kanisani kuna makwazo, ukiwa shuleni kuna makwazo, ukienda wapi kwa gari kuna makwazo. Biblia inasema siku za mwisho wengi watakwazika. Kwa hivyo be careful na kuomba hivi, usiwe mmojawapo ya wengi wanaokwazika. Yes, unaweza kwazwa, lakini usiruhusu kukwazika. Kuwa offended is a choice. Kukwazika ni uamuzi. Sema kukwazika. Kukwazika Ni uamuzi. ni uamuzi. Andika hii pia na unisome pia. Mithali 18 mstari wa 19. Mithali 18 mstari wa 19. Inasema ndugu aliyechukizwa ni mgumu kuliko mji wa nguvu, na mashindano ni kama mapingo ya ngome. Sasa Kiingereza inasema kwamba it is easily to win a city than to win an offended brother. Yaani ni rahisi uende uteke mji muuteke, you capture it, lakini ni vigumu sana kumcapture ama kumshinda ama kumsaidia mtu aliyekwazika. Kumaanisha kwamba sometimes makwazo yanaweza kuwa serious sana kwa maisha ya mtu, because if you can go and defend or fight and get a city, kwa nini ndugu ambaye amekwazika? Ndio maana inakuwa ni ngumu hata kusaidia wengine hapo. It becomes so hard, maana umekwazika, hutaki kuambiwa, hutaki kusaidika, hutaki kushauriwa. Basi mimi alipasta ujui, alinifanya, alinisema, pasta huelewi. It becomes so hard for you kusaidika. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 13:57. Inasema wakachukizwa na Yesu, naye Yesu akawaambia, nabii hakosi kupata heshima isipokuwa katika nchi yake na nyumbani mwake mwenyewe. Unasikia? Biblia inasema Kiingereza, and they were offended because of Jesus. Walikwazika kwa ajili ya Yesu. Can you imagine? Yesu mwana wa Mungu, Yesu Mungu. Ni nini angechofanya kibaya kiwakwazi? Kuna kitu kibaya kweli anaweza kufanya wakwazike? Ndio maana nilikuwa nasema makwazo mengine tuko nayo si genuine. Yesu hakuna chochote kibaya alichofanya. Kuna mara nyingine aliwaambia ukweli. Na shida ndio hii. Kuna watu hapa hawataki kuambia ukweli. Once ukiwaambia ukweli wanakwazika. Na Mungu akusaidie kama uko hapa. There are people who do not want to be told the truth. Yes. Ukimwambia ukweli anaachana na wewe, urafiki wako anakataa, hataki kukuona kwa sababu umemwambia fact. There are people who do not want to be corrected. Akirekebishwa ndio kabisa na kwazika. Who said that you cannot be corrected? Hello. Wewe ni malaika. Kwa nini huwezi kurekebishwa? Ukirekebishwa unakwazika. Why? Sasa Yesu ameongea maneno, amewaambia ukweli, na Biblia inasema wakakwazika. Kwa sababu ameambia ukweli. Kuna watu umeshakutana nao, unapowaambia ukweli wao wanakukasirikia. Halo? Wako. Ni kwa sababu wameset mind yao kiasi cha kwamba walichoamini na wanachokifanya hawawezi kurekebishika. So tatizo si kwa lile uliloambia, maana Yesu ameambia wanafunzi ukweli na watu wakakwazika. Because Yesu intention. Ndio maana mara nyingine hata wakati mtu anapokwazika, ulipoongea lile neno, hata unaangalia,
Your intentions was not to offend anybody. Si kuna maneno umeshasema, alafu baadaye watu wakakwazika, alafu watu wakaanza kusema vibaya. Na wewe ukiangalia ulipokuwa unayasema yale maneno, intention yako ilikuwa si kuudhi mtu, intention yako ilikuwa si kuumiza mtu, intention yako ilikuwa si kudhalalisha mtu, intention yako haikuwa kumdharau mtu. You are just passing a point. But watu wakaipokea kimakosa, wakaona umewadharau, wakaona ni kama kwamba unawatukana, wakaona kwamba unatuonaje. It's about you. How do you perceive the offense? Ndio kile mwenzako muulize, wewe unatazamaje makwazo yanayokuja kwako? Wewe unatazamaje makwazo yanayokuja kwako? Muulize tafsiri yako ya makwazo ni nini? Tafsiri yako ya makwazo ni nini? Maana nashindwa kuelewa, maana hicho ambacho unasema ni makwazo probably haifai kuwa makwazo. Probably ni ukweli umeambiwa, accept the truth and change. Wacha kukwazika. Badilika. Wacha kuona watu wote ni wabaya kwa sababu walikuambia ukweli. Unafanya kitu si sawa, wamekwambia ukweli, umejam, umekasirika, umekwazika just because they told you the truth. Watu wamenyamaza. Unakasirika, umejamu. Na hapo ndio utajua Wakristo wanaweza kukasirika bwana. Ni hamjaona nyinyi. Yaani kujamu. Umeona mtu amejamu mpaka anatetemeka. Amejamu, unajamu mpaka unashindwa kula sapa. Kuna watu wanakasirika hata chakula, appetite inaenda kwao. Mungu akusaidie. Mwangalie mtu lakini usimwambie kitu. Sidhani kama wako hapa kwamba unaweza kukwazika mpaka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. So the point is this, ya kwamba Yesu anawaambia makwazo hayana budi. But je, kile kinachokukwaza ni cha kweli, ni cha haki kweli? Maana kama watu wanakwazika na Yesu, haya, sasa itakuwaje? Yesu. Na mtu amekwazika. Alafu hutaki mtu akwazike kwa ajili yako. Ato amekwazika, sijipasa na nionaje, hata sije mkutano tena. Yesu alikwaza watu, lakini si kwamba ubaya ni wakwaza. Ndio maana nimesema naweza kusema kitu kwako ukiinterpret vibaya na ukwazike. Kwa hivyo usishangae nikikukwaza. Mbona mnaniangalia hivyo? Maana inategemea vile unavyoniangalia na yale maneno ninayosema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mathayo 11 mstari wa 6 inasemaje? 11 mstari wa 6. Mstari wa 6 inasema, naye heri awaye yote asiyechukizwa nami. Yesu anawaambia it is better that the one who will not be offended because of me. Imagine Yesu alielewa hawa watu wanakwazika. Akasema ni heri, amebarikiwa ambaye hatakwazika kwa ajili yao. Naomba Mungu atusaidie, maana wengine wetu tumekwazwa na Yesu hapa. Wangapi Yesu amewakwaza? Unaona hawasemi. Angalia watu vile. Na kuna wengine hapa wamekwazwa na Yesu na ndio maana kanisani hawaji. Mbona tukuoni ushirika tena? Mbona tukuoni maombi? Umekwazwa na Yesu. Kuna vitu watu wamepitia mpaka wamekasirika na Yesu. Mungu uko wapi? Mungu uko wapi? Jehova, kama wewe ni Mungu, Baba wa Isaka, Jehova uko wapi? Umekwazika. Kuna maombi mtu akiomba ukisikiza unajua huyu amekwazwa na Yesu. Sasa sijui maombi yako yakoje. Naomba usione Yesu ndio kikwazo chako. Kwa sababu unapitia mapito na shida, si kwa sababu hiyo ndio uone Yesu amekukosea. Yesu
hana shida. Sema Yesu hana shida. Nisomee Yohana 11 mstari wa 21. Yohana 11 mstari wa 21. Uone dadake Lazaro amemngojea Yesu. Alituma ujumbe. Unaona kukwazika. Ametuma ujumbe, Yesu umpendaye ni mgonjwa, njoo muone. Mpigie sala, umpige touch. Akatuma SMS, hakutumia reverse call. Bwana asifiwe. Amen. Mtu alifunga safari ya siku nzima. Hiyo distance ukiangalia na kulikuwa kuna naikana ni miguu. One day ujumbe ufike. Akaambiwa Yesu, akasema sawa. Na Yesu akakaa siku ngapi? 2 zaidi. Alafu siku ya 3 akachukua safari. Tukichanganya zote siku 4. Akifika Lazaro ashakufa. Sasa Yesu akiwa anakuja njiani, hajafika kwa nyumba, tayari yule dada alipomuona akamkimbilia Yesu. Akamwambia nini? Akamwambia basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangelikufa. Wewe unafikiri ujumbe unamaanisha nini? Hii statement ni statement ya mtu aliyekwazika. Yesu, kama ungekuwa hapa, ndugu yangu asingelikufa. Kwa hiyo ukiregesha, unajua it was a polite way. Hiyo statement ukireframe inamaanisha nini? Mtu anireframe hiyo statement. Unajua alijaribu kutumia maneno ambayo si makali. Yesu, kama ungekuwa hapa, ndugu yangu asingekufa. Sasa sisi tukanushe hiyo statement. Tukikanusha statement itakuwaje? Ama kinyume nyume tunasemaje? Wale walimu watusaidie hapo. Hello. Okay, hii statement unawezaje tena kuisema kivingine na ikamaanisha meaning ile ile? Hii ilikuwa ni ya upole. Lugha ya kiukali ingesema ingekuwaje? Amesema Yesu, kama ungekuwa hapa, ndugu yangu asingekufa. Kwa hivyo pia unaweza kusema hivi ya kwamba Yesu, kwa sababu hukuwa hapa, ndugu yangu amekufa. Ama kweli? Kwa hivyo hii ni statement ya mtu ambaye amekwazika. Ni statement ya mtu aliyeumia. Na Mungu atusaidie, maana maombi yetu wengine tunaomba na maumivu. Usiniangalie hivyo. Unaomba ukiwa umeumia ya kwamba Mungu amechelewa. Kwa nini? Ndio naamini kwamba kama kile kipindi ambacho Abuya alikuwa anashuhudia hapa, lazima alipitia katika hiyo hali. Alifika mahali pa kukwazika. Mungu, kwani inakuaje? Yaani kitu hakutarajia. Your expectations zilinaruliwa, si vile ulikuwa unatarajia. Kwa hivyo unafika mahali na kumlaumu kiasi Mungu kimpango. Si kweli? Somehow mpaka ndio wakasema alianza kumdoubt. Yesu wa kwanza, nenda kamuulize Yohana ambaye anasema hebu muulizeni ndio yeye ama tungoje mwingine. Sasa yule ndugu alifikia Yohana. Unakwazika na Mungu mpaka unamdoubt kama Jesus is the Son of God. Huyu mdada alikuwa amekwazika. Yesu, ungekuwa hapa, ndugu yangu asingekufa. Yes. Huyu ndugu yangu ukufa ni sababu yako. Ndio hivyo alimaanisha. Kuna watu wanakublame bure. Kumbe blame yenyewe ni kwa sababu wamekwazika. Some of the blame, vidole tunyanyoshia watu. Mungu atusaidie, ni kwa sababu umekwazika. Amen. And that's why you put pressure. Na kulaumu mtu fulani, ni mama noni, hiyo, ni brother so and so. It's because ya makwazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kusema hivi.
offense will expose the inner attitude of a person. Makwazo hufunua tabia na nia ya mtu ndani. Wakati umekwazika, hapo ndipo utajua mtu mawazo yake na nia yake ni nini. Kuna watu huwezi kuwajua ukweli wao, wanakaa wapole, haleluya, haleluya, lakini ngojea watakapokwazika ndio utajua hakuna haleluya. Mbona mnacheka? Kwa sababu what happens when offense come, they come to expose your character. Kwa hivyo naufundisha kitu hapa ya kwamba mara nyingine Mungu ataruhusu ukwazwe. Mungu huruhusu ukwaze ili afunue kitu fulani ndani ya maisha yako ambacho unahitaji kushughulikia. Kuna mara nyingine Mungu ataruhusu watu wa kuudhi tu ili akuonyeshe, mtoto wangu, kuna jambo uko na shida nalo, ndio hili deal na hii, uko na shida, uko na shida, uko na shida hapa. Kwa hiyo shida na sambaratisha. Kwa hivyo makwazo yanakuja kukufunua. They come to reveal who you are. Mbona mnaniangalia hivyo? Mnaniangalia kama magavana. Hello, nipungie. Amen. So they come to expose you. Inakuja kufunua tabia ndani iliyoko. Inakuja kufunua kitu ambacho kimefichika, ambacho kingine unahitaji kudili nacho ili Mungu akusaidie. Niliwaambia wanadamu ni kama tea bag. Sema tea bag. Tea bag. Tea bag huwa ina karatasi nyeupe mzuri, si ndio? Chemsha maji moto, tumbukiza yale majani, utajua kwamba si nyeupe vile ulikuwa unafikiria. Itageuka iwe rangi gani? Brown. So kuna watu unaweza kujua their true colors wakati wanapokuwa exposed na kupitishwa katika vipindi vigumu na makwazo na kuudhiwa. Hapo ndio utajua wewe ni majani. Sema amen. Amen. So si vibaya kukwazwa, maana mara nyingine pia yanafunua udhaifu tulionao na shida tunazo ambazo naambia Mungu nisaidie. Kumbe huwa najidharau wakati ninapokwazwa, naanza kufikiria watu vibaya. Mungu nisaidie, nia hii badilike. Mungu mimi ndio niko na shida. Mungu nisaidie. Kila nikiona mtu amevaa redi nasumbuka moyo wangu, Bwana nisaidie, shida si rangi Bwana, mimi ndio nina shida. Halo. Na watu wengine ninapoangalia hivi, ninapoongea nao, wameweka sura za kazi. Nikuulize, nimekukwaza? Huu jumbe umekwaza mtu? Hawatasema hiyo ndio shida. Kuna mtu amekwaza na huu jumbe. Kwani pastor, uko na ujumbe mwingine kuhubiri? Ni makwazo. Ujumbe ziko nyingi, tungefundisha kuhusu power, kuhusu Roho Mtakatifu. Sasa nataka kusema hivi. Sasa nimekwambia wanaokukwaza ni wale wako karibu na wewe. Okay. Signs za mtu ambaye amekwazika. Kwa haraka tumalize. Cha kwanza, withdrawal from relationship and fellowship. Mtu akiwa amekwazika, kitu kimoja utaona ni kwamba anajivuta nyuma katika ushirika na watu na mahusiano. Ukiwa umekwazika, wale watu hata utaki kuassociate nao. Ni rahisi kukaa na mtu ambaye amekukwaza. Hebu tulizane ukweli. Alafu siku hiyo yule mtu amekukwaza ambaye unasikia huyu hamwendani, ndio sikio pasa sema, haya basi shikaneni wawili, tuendelee katika maombi. Shikeni wawili, mkono, shika mkono wa jirani yako.
Ukiangalia kila mtu ashashikana mkono. Ukiangalia huyo ambaye hana mtu ndio huyo ambaye anakukwazanga, ambao unajua kuna watu wanasema kwa break tu, sina break tunaye church. Utanuni unashika lakini ni kama umeshika stima. So wakati unapokwazika huwa inakusukuma mbali na yule mtu, unaanza kukaa mbali na yeye na ushirika na uhusiano. Kama ni rafiki unaanza somehow kukaa mbali na yeye. Ukianza kuona watu wanaanza kupotea, most likely wamekwazika. Probably hatuwezi jua, wale pengine hawajakuja church. Sijasema, lakini itategemea interpretation. Cha pili, hawa watu wakati umekwazika unakuwa na resentment, hasira. Unakosa furaha na amani. Kuna watu leo hawezi kukaa na amani kwa sababu wamekwazwa. Lakini nakuombea Mungu usikose amani yako na furaha kwa ajili ya watu wamekukwaza. Cha tatu, distrust. Mtu ambaye amekwazika huwa anafika mahali na kuwa na shaka na wengine, wanakosa kuamini. Huyu kunakuwa na distrust, kutoamini vilivyo. Cha nne, hawa watu wanaweza kudevelop uchungu. Na leo watu wengi kanisani wamekuwa na uchungu kwa sababu ya watu waliowakosea ama kuwakwaza. Mungu atusaidie. Hiyo ni ngapi? Cha tano, hawa ni watu ambao wanaweza fika mahali sasa awe rebellious. Aasi tu. Amekaa sugu na makwazo mpaka hata ukimwambia kitu asikii, hambiliki, harekebishiki, hagusiki. Sasa hiyo imeenda mbali. Kwa nini tunajifundisha kuhusu hili somo? Cha kwanza ni kwamba tusipo deal vizuri na offenses ama makwazo, basi hatima zetu zitaharibika na maisha yetu na mahusiano yetu yataharibika. Na ndio maana lazima ujifundishe kuhusu somo hili. Hicho ni cha kwanza. Cha pili, unapokuwa kutembea ama kuishi chini ya makwazo kila wakati, kukwazika, mbingu yako itafungika. Kuna watu mbingu zimefungika kwa sababu ya walikwazwa. Namba ya tatu, there is always a price to pay for every offense when not properly handled. Wakati ujadili vizuri na makwazo ambayo umefanyiwa, unaweza kukuta ukalipa gharama kubwa sana. Lakini Mungu atatusaidia. Cha nne, prolonged offense will lead to bitterness. Usiposhughulikia makwazo sahihi, yatakufikisha mahali pa kuwa na uchungu katika moyo wako. Amen. Bwana asifiwe. Sasa pale tumefika, basi wacha tuweze kumalizia hapo kwa ajili ya kuomba na kumalizia the live broadcast, alafu tutamalizia kwa mambo mafupi. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye amesikia neno hili. Ninaomba ukawasaidie, ninaomba ukawatie nguvu ya kwamba hawatatembea katika ya kukwazika tena, ya kwamba utawapatia nguvu, ya kwamba utatembea na wao, ya kwamba utawasaidia Roho Mtakatifu. Asante kwa sababu Mungu hawatabatishwa chini, bali Bwana watainuka katika kukupenda na katika kukuabudu. Natamka neema yako ikawafikie wote, na kuambia Bwana, naomba neema na amani iwe juu yao. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana wewe ambaye umekuwa ukiwatch katika Facebook live. Tunakupenda. Jina langu ni Pastor Samora from Abundant Life Center, Taveta, Kenya. Unaweza kulike Facebook page yangu Pastor Samora Kitengi, pamoja na YouTube channel Pastor Samora Kitengi kwa mahubiri na mafundisho mengine. God bless you. Amen.